Tangu mwanzoni mwa mwaka huu tulipoanza utekelezaji mpaka sasa tumepokea maombi kutoka katika vikundi vya wajasiriamali wa kata tofauti za Mbulu, ambavyo utaratibu wa kuviwezesha umefanyika kwa vile vyote vilivyokidhi vigezo, na vile vilivyokosa vigezo tunaendelea kuvijengea uwezo ili na wao pia waweze kupata uwezo unaohitajika waweze kunufaika na mikopo hii ya 10%. Mwitikio umekuwa mheshimiwa mkubwa sana. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana, kwani mpaka sasa tumepokea jumla ya maombi 66 kutoka kwa wajasiriamali binafsi, vikundi vya wanawake, vijana na walemavu. Maombi haya yote yalikuwa na thamani ya jumla ya kiasi takriban ya shilingi milioni 233, lakini baada ya kuwatembelea waombaji na kutathmini shughuli zao, wachache wamekidhi vigezo vilivyowekwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, vikundi 20 vilivyopitishwa na vile ambavyo havijapitishwa, wanachama wao wamepewa mafunzo ya ujasiriamali na elimu ya fedha na taasisi ya CRDB Bank Foundation ikishirikiana na ofisi ya mkurugenzi wa wilaya ya Mbulu. Mafunzo haya yanaratibiwa na pande zote mbili, yanaleta uelewa zaidi wa mikopo ya 10% ili wanachama zaidi waweze kunufaika na mradi huu. Taasisi ya CRDB Bank Foundation imeunganisha mifumo ya utoaji wa mikopo ya 10% na mfumo wa serikali wawezesha ili kuongeza ufanisi wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum katika halmashauri zote nchini. Mmetuambia vikundi vyote vimepata mafunzo. Niombe vile ambavyo vina sifa tuendelee kuvijengea uwezo, tuvijengee weledi na mafunzo mbalimbali ili vipate ile sifa, na hao wenzetu ambao walikuwa wamebaki ili na wao wapate mikopo. Tunaona kama uhitaji ni milioni 233 na leo tumetoa milioni 66,500,000, maana yake bado uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo ni kuombe sana kiongozi wetu wa kanda uendelee na mafunzo, na sisi kwa niaba ya serikali, ofisi ya mkurugenzi, wenzetu wa maendeleo ya jamii, idara ya biashara na wote tutakuwa tayari wakati wote, muda wote kushirikiana na nyinyi ili kuhakikisha wale wachache ambao bado hawajapata mikopo wapate mikopo hii ili iweze kuwasaidia. Kama serikali vile imeingia mkataba na CRDB wa kutoa fedha, niwaombe na nyinyi ambao wanufaika, twendeni tukafanye shughuli tarajiwa sawa sawa na maombi yetu ya mikopo hii, na tukafanye zile shughuli tarajiwa ili hatimaye na sisi tuweze kurejesha fedha hizi kwa wakati ili na wenzetu wengine wapate mikopo hii. Nisingependa na sitarajii kuona mnufaika yeyote aliyenufaika leo au baada ya leo akienda kufanya mambo tofauti na lengo tarajiwa. Na mimi nimewatolea ombi hapa, CRDB wakati wote, muda wote wawe karibu na nyinyi ili kujua changamoto zenu, maeneo yenu na mikwamo yenu ili wawasaidie kufikia malengo. Na sisi kama serikali tutatoa ushirikiano huo huo kwenu ili mfikie malengo. Ukopesho mara ya kwanza urejeshe bila ugomvi, bila kutafutwa, bila kukamatwa na polisi ili uweze kukopesheka tena. Mwenyekiti wa kikundi cha Sankara Vijana Group naitwa Ibrahimu John Majuta. Na washukuru CRDB kwa kutuwezesha sisi vijana pamoja na halmashauri wakishikamana kutuwezesha sisi vijana kwenye mikopo hii isiyo na riba, mikopo yenye unafuu kwa vijana. Kwa sasa hivi tunawashukuru sana kwa sababu sisi tulikuwa tunaendesha pikipiki za watu, na sasa kuanzia leo tumeshazirudisha pikipiki za watu, tunaenda kuzimiliki za kwetu. Tunaenda kuchapa kazi ili tuweze kufanya marejesho kwa uaminifu, ili siku nyingine tutakapokuja kukopa mahali hapa tusije tukanyimwa mikopo. Majina naitwa Mary Joseph Lohai, ni mwanakikundi wa kikundi cha Amano ambaye ni mwenyekiti. Tunashukuru tumepata huu mkopo kwa sababu utaenda kutusaidia kuendeleza mradi wetu wa ufugaji wa kuku wa mayai na wanyama ambao ulishaanza toka 2022. Kwa hiyo kwa kupitia fedha hizi tulizozipata tutaenda kuongezea
tutaenda kuongezea mradi wetu na kuboresha mazingira ya au kuku wanapoishi, na pia tutanunua baadhi ya kuongeza uzalishaji